Naam, hujambo mtazamaji wa Channel 10 Plus popote pale ulipo. Hii ni taarifa ya habari ya kutwa nzima ya leo. Jina langu ni Salma Shabani. Karibu tuanze na habari za kitaifa na kimataifa, na katika michezo utakuwa naye Esther Mtebe. Karibu sana. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi amewaongoza waombolezaji kwenye mazishi ya aliyekuwa mbunge wa jimbo la Peramiho marehemu Jenista Mhagama yaliyofanyika katika kijiji cha Ruanda, wilaya ya Mbinga, mkoani Ruvuma leo tarehe 16 Disemba. Akitoa salamu za rambirambi mara baada ya mazishi hayo, makamu wa rais amesema marehemu Jenista Mhagama alikuwa mtumishi wa kweli wa watu wake ambaye aliwatumikia na kuwajali. Kwa upande wake, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba amewaagiza mkuu wa mkoa wa Ruvuma kusimamia vyema mkandarasi anayejenga barabara ya Kitai hadi Ruanda ili aweze kuendana na kasi iliyotarajiwa. Amesema tayari serikali ilikwisha kutoa fedha za ujenzi wa barabara hiyo kwa kutambua umuhimu wa barabara hiyo katika uchumi. Jenista alikuwa mtumishi wa kweli wa watu wake, na sisi siku zote tunaamini kwamba kiongozi, unapowaza tu kwamba nataka kuwa kiongozi, lazima akili yako ikwambie kuwa kiongozi maana yake kuwa mtumishi wa wenzako. Kuwa kiongozi sio kutafuta kuwa bwana mkubwa, sio kutafuta kuwa mnyanyasaji. Kiongozi anapaswa kutafuta kuwa mtumishi wa wenzake. Kama huna moyo wa kutumikia wenzako, basi huna wito wa uongozi. Ndio maana tunawasisitiza viongozi wetu, ukishaamua kugombea na kushiriki uongozi, wapende wananchi wako zaidi ya chochote. Kuwa tayari kuwatumikia wakati wote. Daima simamia maendeleo yao na mafanikio yao. Wananchi wako wakuone wewe ndio mtetezi wao wakati wote. Na hivi ndivyo alivyokuwa Jenista Joakim Mhagama. Alikuwa mbunge wa viti maalum kwa miaka 5, akawa mbunge wa jimbo kwa miaka 20. Katika kipindi cha miaka 25 ya ubunge wake, amekuwa waziri kwa miaka 10. Nataka niwaambieni, katika miaka 15 ya ubunge wake ambapo hakuwa waziri, utumishi wake ulikuwa utadhani ni waziri pia. Kwa serikali, wananchi wamepoteza mtu muhimu. Serikali imepoteza mtu muhimu, lakini Chama cha Mapinduzi pia kimepoteza mtu muhimu sana. Nikutake mkuu wa mkoa, mwite mkandarasi huyu mara baada ya shughuli hii kuisha. Mwambie alishapokea fedha ya awali ya ujenzi wa barabara hii, na kwa taratibu za kiserikali ni mpaka kazi aliyopewa fedha imalizike na afanye kazi nyingine, atoe certificate kwamba kazi hii imeshafanyika, ndipo apewe malipo mengine. Kwa kuwa ameshapokea fedha ya awali, kumekuwepo utaratibu wa wakandarasi kupokea fedha na kutumia kwenye shughuli zingine. Sasa muelekeze kwamba fedha alishapokea, afanye kazi ionekane na aendelee na kazi kwa kasi inayotakiwa. Kama amepokea fedha na ameanza kutumia katika maeneo mengine ama kuzurura kwingine, kamata pasipoti yake asitoke mpaka hii kazi ikamilike na wananchi waione. Naam, taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete JKCI ya jijini Dar es Salaam imesaini makubaliano ya miaka 20 na taasisi ya Arusha Lutheran Medical Center ALMC inayomiliki hospitali ya Seliani ya jijini Arusha kwa lengo la kuifanya hospitali hiyo kuwa kituo mahiri cha rufaa cha matibabu ya moyo kwa mikoa ya kanda ya kaskazini pamoja na kusimamia utoaji wa huduma nyingine za afya. Anaarifu Novatus Makunga kutoka mkoani Arusha.
Makubaliano hayo yamefikiwa kati ya taasisi hizo mbili, ambapo hospitali ya Arusha Lutheran Medical Center itakuwa chini ya uratibu na usimamizi wa JKCI katika utoaji wa huduma za kibingwa hususani za magonjwa ya moyo. Mkurugenzi wa JKCI Dr. Peter Kisenge amesema ushirikiano huo utaboresha upatikanaji wa huduma za matibabu ya moyo karibu na wananchi wa kanda ya kaskazini na kupunguza rufaa za wagonjwa kwenda Dar es Salaam. Uongozi wa taasisi ya moyo wa Jakaya Kikwete ndio utakuwa unaisimamia hospitali, na madaktari wa Jakaya ndio watakuwepo hapa wakishirikiana na wale madaktari wa zamani ambao walikuwepo pale. Kwa hiyo kuanzia tarehe 1 mwezi wa kwanza 2026 hospitali hii itakuwa chini ya taasisi ya moyo ya Jakaya kama tawi la 5. Tuna taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete ina matawi 5. Hili ni tawi la 5 la JKCI. Kwa upande wake, mkurugenzi mtendaji wa Arusha Lutheran Medical Center ALMC Dr. Goodwill Kivuyo amesema hospitali hiyo iliomba ushirikiano na serikali ili kuimarisha usimamizi na kuongeza ubora wa huduma za afya katika hospitali hiyo kubwa ya kanda. Ni kweli kwamba kanisa limeingia makubaliano ya miaka 20 kufanya kazi na JKCI. Kwa hiyo kwa kuwa na JKCI inakuwa na huduma ya one center kwa ajili ya magonjwa ya moyo, itafanya kuwa na usalama mkubwa wa huduma nyingine zote za wagonjwa wanaokuja magonjwa ya nje, magonjwa ya upasuaji, magonjwa ya watoto, magonjwa ya ndani, magonjwa ya mifupa na yote yanayofanana hayo. Kwa hiyo sisi kama taasisi na kama kanisa tunaona kwamba ushirikiano huu utakuwa una tija kubwa kwa ajili ya wananchi wa kaskazini mwa Tanzania, lakini kwa ajili pia ya taasisi kwa ujumla. Kwa mujibu wa JKCI, kukamilika kwa kituo cha Arusha kutafanya jumla ya vituo 5 vya utoaji wa huduma za matibabu ya moyo kuwa vimeanzishwa nchini, ikiwa ni sehemu ya mkakati wa kusogeza huduma za kibingwa karibu na wananchi. Ni Novatus Makunga, Channel 10, Arusha. Na msemaji wa kundi la AFC M23 Lawrence Kanyuka amewataka raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo waliokimbilia nchi jirani kurejea nyumbani, akidai kuwa hali ya usalama kwa sasa ni shwari katika mji wa Uvira mkoani Kivu Kusini. Akizungumza kwa niaba ya kundi hilo linalodaiwa kuungwa mkono na Rwanda, Kanyuka amesema kuwa maisha yameanza kurejea katika hali ya kawaida na kwamba usalama unahakikishwa na AFC M23. Kwa upande mwingine, M23 imedai kuwakamata mamia ya askari wa Burundi katika mapigano ya hivi karibuni yaliyotokea Kivu Kusini. Kundi hilo limesema askari hao wako salama na litawarejesha nchini mwao endapo serikali ya Burundi itawasilisha ombi rasmi kwa kufuata sheria za kimataifa. Hata hivyo, mapigano yanaendelea kushuhudiwa katika baadhi ya maeneo ya mashariki ya Kongo, hali iliyosababisha Marekani kuishutumu serikali ya Rwanda kwa kukiuka makubaliano ya Washington. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amesema nchi yake itachukua hatua kuhakikisha ahadi zilizotolewa na Rais Donald Trump zinatekelezwa. Wakati huu shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch limetoa tahadhari kuhusu usalama wa raia kufuatia mji wa Uvira kuangukia mikononi mwa waasi wa M23. Limewataka wadau wote kuhakikisha raia wanaokimbia mapigano wanaondoka kwa usalama na kwamba misaada ya kibinadamu inawafikia watu wote wenye uhitaji. Na turejee tena huko kanda ya kaskazini ambapo mkuu wa mkoa wa Manyara Queen Sendiga amewaagiza wakuu wa wilaya zote za mkoa huo kuanza operesheni ya kuzifuatilia taasisi zote zinazofanya huduma za kifedha kwa kukopesha wananchi kwenye maeneo yao, ikiwa ni pamoja na kuchunguza mikataba wanayoingia na wateja wanaokopa fedha kwenye taasisi hizo ili kudhibiti tabia ya kunyonya wananchi, hususan wenye uelewa wa chini katika mikataba. Elia Kimani kutoka mkoani Manyara ana taarifa zaidi. Sendiga ametoa agizo hilo kwa wakuu wa wilaya wakati wa kikao maalum cha kusikiliza malalamiko ya wananchi na watumishi wanaodai stahiki mbalimbali kwenye taasisi wanazozifanyia kazi, ambapo amekumbana na malalamiko ya mmoja wa wananchi aliyekopa shilingi milioni 15 katika taasisi ya Nyantire na kupaswa kulipa milioni 26 kama marejesho na mkopo aliochukua. Alitakiwa kulipa shilingi ngapi? Hiyo milioni 26 mheshimiwa. Okay, kwa hiyo alikopa milioni 15 akalipa milioni 26. Ndio. Kweli ni kwamba mimi kweli nilikuwa nadaiwa milioni 8,752 na 900
40. Siku ya tarehe 10 ambao ulikopa lini? Ambao nilikopa tarehe 28 mwezi wa 6 2023. Tuanze haraka sana iwezekanavyo kesho, lakini kwa mamlaka nilionao nikiwa kama mtendaji mkuu wa shughuli za serikali, pia naelekeza uchunguzi na ukaguzi wa kutosha. Mheshimiwa DC, pokea hilo kwa niaba ya DC wa Hanang', ukaguzi wa kutosha na uchunguzi wa kina wa namna ambavyo hii taasisi ya kifedha inafanya shughuli zake, lakini pia kama kuna taasisi zingine kwenye mawilaya, waheshimiwa wakuu wa wilaya wote, naomba nipate taarifa ya hizo taasisi za kifedha. Aidha, Sendiga pia amewataka watumishi walioko katika nafasi za juu kujenga tabia ya kusaidia watumishi wengine kutatua changamoto zinazowakabili kwa kutanguliza utu, huku akimlaumu afisa kazi mkoa wa Manyara kwa kushindwa kumsaidia mmoja wa walimu aliyekuwa akidai stahiki zake katika shule ya sekondari Makochi. Wewe ni afisa kazi wa wapi? Wa mkoa wa Manyara. Basi tuna kazi pia. Kazi tunayo. Sasa kazi yetu kama ndio huyu, naomba nikwambie kazi tunayo. Watumishi wanapokuja kwenye ofisi zetu ni lazima tuwe tuna lugha nyepesi ambazo zinaeleweka haraka za kuwaelekeza ili waweze kuendelea kudai haki zao kama zipo. Lakini mtumishi anakuja ana changamoto. Changamoto yake ni ya kifedha. Mwajiri wake hajampa fedha. Wewe kama afisa mwenye ujuzi na uzoefu unamwambia aende kutafuta wakili, anakwenda kumlipa na nini? Kutoka wilaya Babati mkoani Manyara, mimi ni Elia Kimani, John Elton. Waziri wa Maji Jumaa Aweso ameendelea kufuatilia miradi mbalimbali ya maji ambayo imelenga kuondoa tatizo la upungufu wa maji msimu wa kiangazi katika mikoa ya Dar es Salaam na Pwani, ambapo ametembelea mradi wa ujenzi wa bwawa la kuhifadhi maji Kidunda mkoani Morogoro linalogharimu kiasi cha shilingi bilioni 335 ambalo kwa sasa linafikia 40% na linatarajia kukamilika Disemba 2026. Tupate taarifa zaidi na Beatrice Ereki. Akizungumza mara baada ya kupata taarifa za mradi huo akiwa ameambatana na wakuu wa mikoa mitatu, Dar es Salaam, Pwani na Morogoro, Waziri Aweso amesema litakuwa na uwezo wa kuhifadhi maji lita za ujazo bilioni 190 kwa wakati mmoja, inatarajiwa kukamilika Desemba 2026. Waziri Aweso amewaambia wakazi wa jiji la Dar es Salaam kuwa changamoto ya mabadiliko ya tabia nchi ilianza kujitokeza hapa nchini mwaka 2023 ambapo maji yalipungua katika vyanzo vikuu vya maji, ndipo Mheshimiwa Rais akaamua kuendeleza ndoto ya baba wa taifa hayati Julius Nyerere ya kujenga bwawa hili. Ujenzi huu wa bwawa la Kidunda ni uthubutu. Ujenzi huu wa bwawa la Kidunda ni political willing, ni utashi wa kisiasa. Ni maamuzi magumu ambayo ameyafanya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ili kuondokana na ukame huu ambao umeweza kuitikisa wizara yetu ya maji. Waziri Aweso amesema kwa sasa lazima ajenda ya kuhifadhi maji itiliwe mkazo kwa kuhakikisha kila mwananchi anayeomba kibali cha ujenzi kiende sambamba na ujenzi wa miundombinu ya kuvuna na kuhifadhi maji, huku mkuu wa mkoa wa Morogoro Adam Malima akiahidi kusimamia mradi huo ili ukamilike kwa wakati. Sisi kama mkoa wa Morogoro na kilomita za mraba 1072 zote, tumesema kwamba wajibu wetu ni kuhakikisha kwamba popote ambapo tuna vyanzo ambavyo ni vya kimkakati kuleta ama bwawa la Mwalimu Nyerere ama Kidunda, sisi tunakwenda kuyalinda kwa nguvu zetu zote. Mtazamaji wa Channel 10, kama ambavyo unaona, huu ni mradi wa ujenzi wa bwawa hili la Kidunda unaendelea katika eneo hili. Tabia nchi yataendelea. Je, bwawa hili linaweza likahudumia tena wakazi wa jiji la Dar es Salaam na Pwani? Kwa ujazo wa bwawa hili la mita za ujazo bilioni 190, tuna uhakika zaidi ya miaka miwili, hata kama hakutakuwepo na mvua zitakazonyesha kwenye safu zetu za milima, tuna uwezo wa kuhimili changamoto na wana Dar es Salaam na Pwani wakapata maji. Nikiripoti kutoka bwawa la Kidunda lililopo mkoani Morogoro, Beatrice Eriki, Channel 10. Mkuu wa mkoa wa Iringa Heri James amewaagiza wakurugenzi wa halmashauri za wilaya za mkoa huo kuhakikisha kwamba vituo vyote vya afya vinafungwa na kuanza kutumia mifumo ya kidijitali kwa lengo la kurahisisha utoaji wa huduma na kufanikisha utekelezaji wa mpango wa bima ya afya kwa wote. Amesema matumizi ya mifumo hiyo yataongeza uwazi, ufanisi na ufuatiliaji sahihi wa huduma za afya sambamba na kuhakikisha wananchi wanapata huduma kwa haraka na kwa usawa bila usumbufu. Clement Sanga ana taarifa kamili kutoka mkoani Iringa.
Akizungumza katika kikao cha kuwajengea uwezo wa watumishi wa afya juu ya utekelezaji wa bima ya afya kwa wote mkoani Iringa, mkuu wa mkoa wa Iringa Kheri James amesema matumizi ya mifumo hiyo ni muhimu katika kuondoa changamoto za ucheleweshwaji wa huduma, upotevu wa mapato pamoja na malalamiko ya wananchi wanaotumia huduma ya bima ya afya hapa nchini. Napenda kuwahimiza wakurugenzi wa halmashauri kuhakikisha vituo vyote vya kutolea huduma za afya mkoa wa Iringa vinakuwa tayari kufunga na kutumia mifumo ili kuhakikisha kwamba kila kinachotakiwa kupita kwenye mfumo kinapita kwenye mfumo. Nadhani wazee wa Motomi hapo wamenielewa vizuri. Mifumo hii ni nyenzo muhimu katika kuhakikisha tunakuwa na usimamizi mzuri wa huduma, kuongeza ukusanyaji wa mapato na kunakuwa na uwazi na uwajibikaji. Jambo ambalo ni msingi wa mafanikio ya bima ya afya kwa watu wote kama ambavyo kusudio la Mheshimiwa Rais limewekwa bayana. Aidha, Kheri James amesisitiza kuzingatiwa kwa maadili ya kazi na uwajibikaji kwa watumishi wa sekta za afya. Napenda kusisitiza kuwa suala la uwajibikaji, maadili ya kazi na kujitoa kwa watendaji wa sekta ya afya ni vitu muhimu sana katika kuhakikisha mpango huu unasimamiwa na kuleta matokeo tunayoyatarajia. Kwa upande wake, mganga mkuu wa mkoa wa Iringa Daktari Silvia Mamkwe amesema kuwa watumishi wa afya ni kiungo muhimu katika kufanikisha utekelezaji wa bima ya afya kwa wote, hivyo wanapaswa wakati wote kutumia mifumo hiyo kwa uadilifu na weledi ili wananchi wanufaike kikamilifu na huduma zinazotolewa. Na tujue kwamba sisi katika gurudumu la utekelezaji wa bima afya kwa wote, sisi ndio ile tunaita ngazi mahususi, kwa sababu kama logistics zote zitafanyika za bima afya, wananchi wakachangia, lakini kama hakuna huduma bora ambayo inatolewa kwa wakati na weledi na kwa uaminifu, hii bima afya kwa wote haiwezi kufanikiwa. Kwa hiyo tuko hapa kwa ajili hiyo. Bima ya afya kwa wote ni mpango wa serikali ya Tanzania unaolenga kuhakikisha kila Mtanzania anapata huduma za afya iliyo bora kwa gharama nafuu bila ya kujali kipato chake au eneo analoishi. Clement Sanga, Channel 10, Iringa. Wakaguzi wa ndani wa serikali wameaswa kutazamia upya athari za mabadiliko ya kimazingira pindi wanapofanya ukaguzi katika masuala ya mazingira, kijamii na utawala bora, yani environmental, social and governance, pamoja na ukaguzi wa thamani ya fedha, yani value for money, kwenye miradi ya maendeleo ili kuboresha ufanisi na ustawi endelevu wa miradi ya maendeleo katika taifa na kupunguza kasi ya athari ya mabadiliko ya kimazingira. Tupate taarifa kamili. Hayo yamebainishwa na mkaguzi wa ndani mkuu wa serikali Benjamin Magai wakati anafungua mafunzo ya kuwajengea uwezo wakuu wa vitengo vya ukaguzi na wakaguzi wakuu wa ndani kutoka wizara, sekretarieti za mikoa, halmashauri na taasisi mbalimbali za serikali zipatazo 90, mafunzo yaliyofanyika mjini Morogoro. Aidha, Bwana Magai amesema ulimwenguni kote hivi sasa masuala ya mazingira, kijamii na utawala bora pamoja na ukaguzi wa thamani ya fedha kwenye miradi ya maendeleo ni maeneo mapya na muhimu katika kutekeleza majukumu ya kusimamia miradi, hasa eneo la ukaguzi unaohusu mazingira, kijamii na utawala bora ambalo limekuwa likipigiwa kelele nyingi kitaifa na hata kimataifa. Huu ni ukaguzi ambao unaenda nje ya ukaguzi wa fedha. Ukaguzi ambao unaangalia mainly tunasema 3 E's ambao tunasema efficiency, effectiveness and economy. Kuhakikisha kwamba kweli fedha zinazotumika zinaleta thamani, kuangalia ufanisi katika miradi ya maendeleo tunayotekeleza, serikali inayotekeleza, lakini kila taasisi ina miradi yake ambayo inatekeleza. Kwa upande wake, mwenyekiti wa mafunzo hayo Jackson Kungumwile ameishukuru Wizara ya Fedha kwa kuandaa mafunzo hayo kwa kuwa yatarahisisha utunzaji wa mazingira sambamba na kufikia malengo ya serikali pamoja na malengo ya maendeleo endelevu ya Umoja wa Mataifa. Wakaguzi na wadau wa mazingira hasa wanapokuwa wanaendeleza miradi, basi waangalie yani hali ya mazingira inalindwa vipi, na wale ambao wanaweza kutekeleza miradi hii iwe tija, isiwe tena inaathiri mazingira, ili kutunza uoto wa asili. Mimi ni Juma Abdurrahmani na hii ni Channel 10. Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia inatarajia kuongeza fedha za ununuzi wa vifaa vya teknolojia katika vyuo vya elimu kwa vitendo nchini
ili kuwawezesha vijana kupata ujuzi wa kujiajiri na kuajiriwa. Henry Kavirondo ana taarifa kamili kutoka mkoani Mwanza. Elimu na ujuzi ni kipaumbele cha serikali ya awamu ya 6, lengo likijikita kutatua tatizo la uhaba wa ajira nchini kwa kuwawezesha vijana kuuzika katika soko la ajira. Yakiwa ni mahafali ya 19 kwa wahitimu wa taasisi ya teknolojia Dar es Salaam DIT kampasi ya Mwanza, naibu waziri wa elimu, sayansi na teknolojia Wanwafidhi Amil amewataka vijana kuwa wabunifu. Kushirikiana na wadau wa maendeleo, hususan mradi wa ISTI imewekeza jumla ya dola za Kimarekani milioni 16,250,000 sawa na bilioni 37 Tanzania shilling. Kupitia uwekezaji huu, DIT kampasi ya Mwanza imefanikiwa kujenga kiwanda cha kufundishia. Pia amewasihi wahitimu hao kutobweteka baada ya kuhitimu masomo, badala yake wajiendeleze kupata ujuzi zaidi utakaowasaidia kuongeza ubunifu na kuimarisha soko la ubora wa bidhaa nchini. Serikali imejipanga kuongeza fursa na kuimarisha ubora wa elimu ya ufundi na mafunzo ya ufundi stadi. Serikali imepanga kutoa ithibati kwa vyuo 70 na hivyo kufikia jumla ya vyuo 582 vya elimu ya ufundi na mafunzo ya ufundi stadi. Bwana, uchumi wa kidijitali, matumizi ya sayansi, teknolojia na ubunifu kama nguzo muhimu katika kukuza uchumi wetu. Ninapenda kuhakikishia vijana wetu kuwa serikali iko pamoja nanyi na itaendelea kuwajengea. Pindi serikali itakapohitaji wanateknolojia bora, isisite kuwatumia wahitimu wa taasisi ya teknolojia Dar es Salaam kampasi ya Mwanza, ambao wako tayari muda wote kuhakikisha sera na azma ya serikali ya kuhakikisha Tanzania inakuwa nchi ya viwanda. Anayekopeshwa milioni 50 au ni kikundi, wataendelea kulipa milioni 50. Hakuna riba hata kidogo. Kwa bado fursa hizo zipo na serikali inataka tuje serikalini nyinyi vijana mpate taarifa sahihi zitakazowezesha kumudu maisha. Jumla ya wahitimu 46 ndani ya chuo hicho wamehitimu astashahada na stashahada mbalimbali za ujuzi utakaowawezesha kuhimili ushindani wa soko la ndani na nje ya nchi. Henry Kavirondo, Channel 10, Mwanza. Namna sasa tuelekee huko The Hague ambako majaji wa rufaa katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC wamekataa Israeli kuzuia uchunguzi wa mahakama kuhusu vita yake dhidi ya Hamas katika ukanda wa Gaza. Uamuzi wa mahakama ya awali unaothibitisha mamlaka ya ICC juu ya Gaza unabaki thabiti na amri za kukamatwa kwa waziri mkuu Benjamin Netanyahu na waziri wa ulinzi wa zamani Yoav Gallant bado inaendelea kutumika. Majaji walikataa kubatilisha uamuzi wa awali ya kwamba uchunguzi wa mashtaka unaweza kujumuisha matukio yote yaliyoanzia baada ya shambulio la kikundi cha kigaidi cha Wapalestina tarehe 7 Oktoba 2023 lilianzisha vita. Israeli inasema kampeni yake ya kijeshi inalenga kuondoa Hamas kufuatia mashambulio ya Oktoba 7 na ndio maana inakataa mahakama hiyo iliyo mjini The Hague kufanya uchunguzi, ikidai huo si uhalifu wa kivita. Na kituo cha afya cha Pande kilichopo kata ya Pande wilaya ya Kilwa mkoani Lindi kinakabiliwa na changamoto ya ukosefu wa gari la kubebea wagonjwa, upungufu wa wahudumu wa afya pamoja na wataalamu wa dawa ya usingizi kwa ajili ya upasuaji, hali inayotajwa kuhatarisha maisha ya wagonjwa wanaofika kupata matibabu kituoni hapo kwa kukosa huduma kwa wakati. Ahmad Nandonde ametuandalia taarifa ifuatayo. Hayo yamebainishwa na Dr. Samuel Mmole wakati akieleza mwenendo wa utoaji huduma katika kituo hicho cha afya na kusema kuwa kutokana na changamoto hizo ipo haja uongozi kuongeza idadi ya wafanyakazi, kupata gari la wagonjwa pamoja na wataalamu wa sindano ili kusogeza karibu huduma. Kuna wafanyakazi takriban 8 kituo cha afya. Kwa hiyo tunashindwa kufanya upasuaji kwa sababu hatuna mtaalamu wa usingizi. Mgonjwa akitokea wa dharura inabidi tupige simu kinyonga hadi gari ije. Maana inaweza kachukua masaa 2 hadi saa 1. Sasa kama umepata dharura, mfano kama ya mama mjamzito anavuja damu, yani hapo ni kuomba tu Mungu. Tuna uhaba tena mkubwa kama vile jengo la wazazi
wanavyotaka kujifungua. Baada ya kutembelea kituo hicho cha afya, mbunge wa jimbo la Kilwa Kusini Asnen Dewji akakutana na wananchi na kuwasihi kuwa mpaka kufikia Desemba 30 gari la wagonjwa litakuwa limewasili kituoni hapo, lakini pia akaahidi kumpata mtaalamu wa sindano ya usingizi tayari kwa kuwatumikia wananchi. Tumekwenda kwenye kituo cha afya moja kwa moja, haizidi tarehe 30 mwezi wa 12, gari ya wagonjwa inakuja pale. Tunaweza kufanya upasuaji hapa tukimpata huyo mtaalamu. Sijaridhishwa na utendaji wa kituo hiki. Inapotokea wananchi wetu wanakuja kwenye kituo kama hiki, alafu wanaenda kupoteza maisha kwa sababu ya jambo dogo kabisa, ina maana hatukutenda haki. Ahmad Nandonde, Channel 10, Lindi. Namna huo ndio mwisho wa habari za kitaifa na kimataifa. Tunakwenda mapumziko mafupi, tukirejea hapa tutakuja kufahamu yaliyojiri katika upande wa biashara na uchumi. Jina langu ni Salma Shabani, endelea kusalia nasi.